alihi wa sahbihi wasallam. Kunapatikana ibada kama hii katika masiku haya 10 ya kwanza ya mwezi huu mtukufu, mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa kufunga mwaka katika Uislamu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatuambia kama ilivyopokewa na katika vitabu vya hadith kutoka kwa Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min ayamin, hakuna katika masiku, al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashr. Hakuna katika masiku amali njema ya pendeza kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu apenda tufanye amali njema wakati wote, lakini kwenye masiku haya Mwenyezi Mungu anapenda zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ujira wake ni mkubwa. Hataki Muislamu alale, hataki Muislamu ajisahau, hataki Muislamu aghafilike akapitwa na haya masiku bila kufanya al-amalu salihu fihinna. Ulama wakafanya mukarana. Je, haya masiku 10 haya ni bora kuliko hata yale masiku 10 ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani? Ulama wakatuambia mausiku ya mwezi wa Ramadhani, mausiku 10 yale ya mwisho ndio bora kuliko mausiku ya siku hizi. Michana ya mwezi wa Dhulhijja, michana yake ndio bora kuliko michana ya masiku 10. Kwa hivyo kila mtu amechukua nasibu yake. Mwezi huu wa Dhulhijja michana yake, kwa sababu ndio kunapatikana kisimamo cha Arafa ni mchana, kwa sababu ibada pia nyingi zinafanyika mchana. Basi michana ya masiku kama haya, usiku wake na mchana wake ni bora, lakini tukilinganisha na Ramadhani inakuwa michana ya miezi ya masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja ni bora kuliko michana ya mwezi wa Ramadhani. Na mausiku ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu kunapatikana Lailatul Qadr, ni mabora kuliko mausiku lakini kiujumla ulama wameenda katika mlengo kama huo wa kuweza kutofautisha. Maana kuweza kuuliza shekhe, sasa ukisema hivyo, je, zile siku 10 za mwezi wa Ramadhani zile ambazo kwamba tunaambiwa al-ashrul awakhir min Ramadhan, na kuna Lailatul Qadr hapo, na kuna usiku ambao kwamba khairun min alfi shahr, na kuna usiku ambao kwamba mtu akifanya ibada akapatikana afanya ibada katika usiku kama huo anaandikiwa amefanya ibada miezi miaka 83. Je, unatuambiaje na hizi siku? Ndio ulama wakatuwekea wazi wakasema, ama usiku za mwezi wa Ramadhani, za siku 10 za mwezi wa Ramadhani ni bora kuliko usiku za hizi 10 za mwezi wa Dhulhijja. Ama michana, basi michana ya mwezi wa Ramadhani ubora wake hauwezi ukaufikia ubora wa michana ya mwezi wa Dhulhijja. Alhasil ni kuwa mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ameapia masiku kama haya, akasema katika Qur'an, akasema wal fajr, na hapa kwa wakati wal fajr, wa layalin ashr, na masiku 10 ambapo yanapatikana ndani yake Eidul Adha siku ya 10, na kunapatikana yaumu Arafa siku ya 9 ya mwezi kama huu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa na hikma kubwa katika kila msimu, ili Waislamu wasikose fadhila zake na wasikose thawabu zake. Juzi pengine tumetoka katika kufunga Ramadhan, tumekaa 1.5 mwezi tayari. Msimu mwingine wa kheri na baraka umekuja katika masiku mengine 10 bora katika masiku ya dunia ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Tutakaa kidogo pengine tukiingia Muharram mwenyewe, pia ni mwezi mtukufu ambao kwamba mengi yamefanyika katika mwezi kama ule katika Uislamu wetu. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nilikuwa naimalizia hii hadithi ya Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min ayamin, hakuna katika masiku al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashr.
Hakuna katika masiku ya mwaka mzima ambayo amali ukifanya inakuwa amali njema ukifanya inakuwa yapendeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani hayo masiku 10. Hakuna katika masiku yote ya mwaka mtu akafanya matendo mazuri yakawa ni yenye kupendekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yakawa ni yenye kupendeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko haya masiku 10. Faqalu, masahaba akamwambia, ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, wasemaje mtume? Mtu akifanya matendo mema hapa, akatoa sadaka, akaswali, akafunga, akaunga jamaa na ndugu, akasaidia walemavu, akasaidia mafukara, akasaidia maitamu, akasaidia wajane, akasaidia mayatima na kadhalika, anakuwa amefanya amali bora kuliko kufanya amali hiyo bora katika wakati mwingine, na anakuwa amepata thawabu nyingi kwa kiasi hicho. Hata akamshinda mwenye kwenda kwenye jihadi. Akamuuliza, wala jihadi ya Rasulullah, hata kwenda jihadi pia? Kwenda jihadi ni kazi kubwa. Mtu ujitolee lolote na liwe. Naweza nikauawa kule, naweza nikapoteza mali zangu huko, naweza na nikitoka natoka pengine miezi miwili, naacha familia yangu, sijua nakula nini, sijua naishi nini. Kwa hiyo kutoka kwenye jihadi ni jambo kubwa. Lakini tukaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye kufanya matendo mema katika masiku kama haya matukufu haya masiku ambayo tumesema ni masiku bora ya dunia, mwenye kufanya tendo jema moja au mawili, matatu au manne, akafanya tendo lolote jema la kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na likawa na ikhlas, Mwenyezi Mungu akalikubali tendo moja hilo, bora ni amefanya jambo bora kuliko hata kwenda kwenye jihad. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wala jihad, hata jihadi haiwezi kufikia thawabu za mwenye kufanya matendo mazuri katika masiku kama haya. Isipokuwa Mtume akasema, labda mtu atoke kwenye kwenda jihadi, amechukua mali zake na ameenda mwenyewe na nafsi yake, kisha asirudi na chochote katika hao mambo mawili. Yani haujarudi na mali na haujarudi na nafsi. Umeuawa huko na mali yako imeishia huko katika jihadi. Wewe ndo utamzidi aliyefanya al-amalu salih katika masiku kama haya. Sharti utoke lillahi Subhanahu wa Ta'ala, umeenda jihadi na haujarudi, umefia huko, umekuwa shahidi huko, na mali uliyokuwa umebeba kwenda kusaidia jihadi ikawa imeishia huko. Wewe ndo unaweza ukamzidi yule aliyefanya kitendo kizuri katika masiku kama haya. Ama vinginevyo, mathalan umeenda ukafa wewe, mali yako ikarudi, basi umfikii thawabu yule atakayefanya matendo mema katika masiku kama haya. Au ukarudi wewe, mali ikaisha kule, kimoja wapo kikawa kimeisha, basi wewe hutomfikia kithawabu huyu ambaye kwamba amefanya kitendo kizuri katika masiku kama haya. Sharti ni kuwa mtu utoke, uende na hutorudi nafsi yako wala mali yako. Kwa hivyo inshallah kipindi chetu kama tulivyosema ndio kimeanza, na tutaenda kwenye mapumziko mafupi ya saa 3, kisha tutarudi hapa inshallah kwa ajili ya kumalizia mada na kuwaruhusu muweze kuuliza maswali ndugu zetu wasikilizaji. Jazakumullah khair. Mashaallah, huyo amekuwa Sheikh wetu Sheikh Abdurrahman Kutura akituelezea kuhusiana na masiku haya 10 ama masiku bora duniani, akisisitiza kwenye siku 10 ambazo ni za mwezi huu ambao tuko mwezi wa Dhulhijja. Na hiyo imekuwa tu ni awamu ya kwanza, tumeweza kunufaika sana visa ambavyo tunalingana navyo sisi wenyewe, ama visa ambavyo tumevisikia tunaweza relate navyo, na muhimu sana ni wewe msikilizaji sasa kwenye awamu ya pili uweze kuuliza swali lolote kwa Sheikh wetu, manake hii ni fursa adhimu sana, ni fursa ambayo ni muhimu kwa wewe kuweza kupata fursa ya kumuuliza Sheikh wetu swali lolote linalofungamana na iwapo ni ibada, iwapo ni dua ndani ya siku hizi 10 bora zaidi duniani. Tunarudi kwenye awamu ya pili, tunapata pumziko fupi, usikwende mbali. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman. Unaposikia maneno haya, basi tafakari. Mwanadamu angefahamu kadiri siku inapozidi kusogea, basi mauti yanamkimbiza.